Mimi wa pekee na washukuru wananchi wote kwa upendo mnaendelea kuonyesha, si madereva tu nasema, hata madereva pia ni nani? Ni wananchi. Na pekee pia nawashukuru uongozi wa ustawi wa jamii wa Arusha DC kwa namna pekee kwa ajili ya kuwaleta watoto kwa ajili ya kwenda kumpumzisha baba yao. Ninalo tangazo tu moja ambalo ni dogo kwa wale ambao wanajua maisha ya Dominic yamekatishwa. Alikuwa na mipango yake na utaratibu zake. Kuna watu aidha walikopeshwa fedha au kuna mtu anadaiwa na Dominic. Sisi kama serikali tupo kwa ajili ya kupokea. Na pia kwa sababu kuna uongozi wa ustawi wa jamii ambayo inasimamiwa na serikali. Na serikali ni mimi na wewe. Usifikiri ustawi wa jamii unasimamiwa na serikali ukashindwa kuelewa serikali ni ipi. Serikali ni mimi na nani? Mimi na wewe. Ni jukumu langu mimi na wewe kuangalia wale watoto kwa kupitia kile kitengo ambacho kinasimamia. Sijui mnanielewa jamani eh? Kwa hiyo kwa kusema eti Dominic amekufa, kwa hiyo ngoja hii hela nzifiche. Hapana. Mimi namshukuru kuna mwananchi mmoja ambaye ni msamaha nitafuta kwa ajili kwamba kuna hela anayo Dominic alikuwa anamdai shilingi 20,000. Na leo yuko hapa kwa ajili nikasema ni vizuri aitoe hiyo fedha hawakabidhi hao watoto hapa mbele ya ustawi wa jamii hela ambayo ilikuwa ni ya baba yao. Lakini kama kuna wengine wako nyuma ya huyu, ni vizuri zaidi pa mfanyaje? Mjitokeze kwa ajili ya kutoa hilo. Naomba nikaribishe ndugu yangu. Nafikiri hamna mtu anayejua kama Domi alikuwa ananidai. Ila nimehifadhi hizi hela. Nimetoa rambirambi lakini nimeona sio sehemu ya rambirambi kwa sababu sio pesa yangu. Na ningeila kwa kweli ingeletea shida. Nimeguswa na watoto. Acha tu niwape jamani. Mwenyekiti kwa niaba ya watoto. Asanteni jamani. Naomba jamani kama yoyote ambaye anajua anadaiwa na Domi hiyo hivyo. Lakini pia kama kuna changamoto pia za Domi muone mwenyekiti wa madereva kwa ajili ya kuleka pia sawa. Siwezi kusema Domi na yeye labda naye alikuwa ni mkamilifu sana hapa duniani. Naye alikuwa na changamoto zake kama mwanadamu. Kwa hiyo kama kuna yoyote pia ana changamoto na Domi, maana tunapoenda kuhifadhi mwili wake hatutahitaji maneno mengine mengi. Tumetumia hekima na busara namna kumhifadhi Domi, kusubiria siku 8 nzima kumsubiria ndugu zao, lakini ndugu zao ni mimi na wewe ambao tunashikwa na kumhifadhi. Ni msiba ambao kimsingi sisi kama madereva ulikuja ghafla. Tulikuwa naye kwenye mpango kazi ya Jumatatu ya tarehe 28, lakini asubuhi tulipokea taarifa ambazo zilikuwa ni ngumu kuzipokea kama madereva. Hasa mimi nilikuwa naye karibu sana, nimekaa naye kwa muda wa miaka 7 kwenye gari yangu. Na ni mtu wangu karibu sana. Kwa hiyo yani sikuweza kupokea zile taarifa. Nilikuwa najua ni utani. Hapakuwa na jinsi yoyote baada ya kujiridhisha kwamba ni kweli jamaa yangu na rafiki yangu ambaye nilikuwa na mpango naye kazi wa asubuhi ya Jumanne. Lakini bahati mbaya basi hayakuwa mapenzi ya Mungu, ni mapenzi ya shetani. Amina. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni Domi endelee kuishi. Ila shetani ndio alikatisha uhai wa Domi kwa njia ya kisu. Sihesabu kuwa ni mpango wa Mungu. Sihesabu kuwa ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo basi kwa zaidi hayo tupokee kwamba nimeshatokea hilo kwa Domi na iwe mpango wa Mungu kwetu sisi, iwe mpango mzuri kwa Mungu. Yasitokee hayo ambayo tujifunze na mambo ambayo yametokea kwa mwenzetu huyu ambaye kwa bahati mbaya kwa amejiandaa kwa ajili ya hilo. Niliongea naye akiwa anasikiza mpira wa Simba. Tukapeana kazi usiku. Nikamtania wote watania naye sana. Basi akawa hivyo tukaacha kuongea, mimi nikaenda kazini usiku. Na asubuhi saa 1:30 napigiwa simu ambayo mpaka sasa hivi siamini. Lakini kwa jeneza hili mbele najua ni kweli kwamba Domi hayuko na mimi na familia yake pia. Poleni sana waombolezaji. La hili lingine ni kwamba natoa shukrani. Nikiona umati huu unadhihirisha kwa jinsi gani Domi alikuwa na watu wengi nyuma yake. Kumbe hakuwa yeye tu na familia yake. Hakuwa tu na vyombo vya habari. Hakuwa tu na mwenyekiti wa mtaa, bali alikuwa na watu kwa mamia ambao walikuwa nyuma yake na wamemzunguka. Hakuwa tu na madereva sikukuu, alikuwa na nyeo za watu wengi sana. Niendelee kushukuru ofisi ya mkurugenzi wa jiji ambaye pia nao wamekuwa sehemu kutuchangia msiba huu. Nashukuru sana ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Arusha, walitushika mkono. Kwa hiyo nawapongeza sana. La hili lingine nishukuru mmoja baada mwingine. Haya yote yamefanyika sio kwa nguvu ya madereva tu, kwa nguvu ya watu wengi waliopita mtaani ambao walivyoiona picha, walivyoona uwepo wetu, wakachangia haya ambao mnayaona hapa. Yakaenda zaidi hata watoto
tukaona kwamba waheshimishwe na kila kitu ambacho kusema kweli ni msingi ambao tumeunda vizuri kama madereva, ili kupeana heshima katika masuala kama haya. Tunatangaza heshima hii isiishie kwa madereva tu, bali ishie na sehemu nyingine ambazo mnakaa, kuna sehemu mbalimbali ama mitaani, kuna jamii husika ama makanisani, ili kuenzi haya ambayo Mungu ametupa zawadi ya uhai. Unapo katika uhai, tuache historia ambayo itamtangaza Kristo. Amina. Kwa basi, kwa niaba ya hayo, hata niko na mke wangu aliumia sana, walikuwa marafiki na Domi, ilikuwa tukitumana nyumbani. Hata mtoto wangu kiliniuma jambo moja, sasa acha nitoe shuhuda. Nakumbuka nilikuwa napenda kukaa na mke wangu hata akiwa jikoni, tunataniana. Akachukua kisu mtoto wangu, akasema, mama, hichi kisu nikilimua Domi usikitumie. Mtoto wangu yuko darasa la 3. Mama, hichi kisu nikilimua Domi usikitumie. Tukambembeleza pale, anamfahamu sana Domi, ni marafiki sana. Basi kumbembeleza mtoto akaendelea kutoka katika hali ya kawaida. Kwa hiyo ni uchungu ambao ni zaidi ya familia, ni uchungu ambao tunaubeba katika hali kama hii ya mwisho, lakini haimaanishi tuendelee kulia. Amina. Zaburi ya Bwana sura ya 1, yuko mtetezi ambaye atafuta machozi yetu. Na ni mmoja tu katika amani ya Kikristo, sisi ni wa Kristo na ni Yesu Kristo mwenyewe. Afute kila chozi ambalo kwa msingi amelia kibinadamu, lakini na mwisho haya yote tuseme Mungu asifiwe sana, na kila mmoja apokee salamu hizi fupi na kusema kwamba tutaambatana mara baada hapa kwenda kwa ajili ya kuona ni wapi mwenzetu analazwa. Amina. Hapo sio mbali. Nauli nadhani hata zidi shilingi 4,000 kwa magari ya kawaida, lakini madereva tutadandia magari yetu ambayo ya kubeba mzigo na tutaambatana pamoja. Na baada hapo tumeandaa maji kabisa, sio chakula, maji kabisa hakunywa. Kama utabahatika kupata maji, basi kuwa sehemu ya faraja. Yasipokufikia basi tusamee, kwa maana tukujua idadi kubwa watu kiasi hichi. Ni historia fupi ya marehemu Bwana Dominic Pius Mahenoko. Marehemu Dominic Pius Mahenoko alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 1985 mkoani Morogoro. Marehemu Dominic alipata elimu ya msingi kuanzia mwaka 1992 na kuhitimu mwaka 1998 mkoani Morogoro. Baada ya kumaliza elimu ya msingi, marehemu alihamia mkoa wa Arusha mwaka 1999 ambapo alikuwa akifanya shughuli za ujasiriamali. Mwaka 2000 hadi 2001 alipata mafunzo ya udereva mkoani Arusha. Baada ya kuhitimu mafunzo ya udereva, alipata kazi ya udereva usafirishaji wa mizigo katika soko kuu la Arusha mnamo mwaka 2003 hadi sasa umauti ulipomkuta. Mwaka 2005 marehemu Dominic alioa na kubarikiwa kupata watoto 3, wa kiume 1 na wa kike 2. Kifo. Mnamo tarehe 29 mwezi wa 7 2026, marehemu Dominic alichomwa na kitu chenye ncha kali kilichokata mshipa mkuu wa damu na kusababisha kutokwa na damu nyingi hadi kufikwa na umauti. Wafanyakazi wenzake kwa niaba ya familia wanatoa shukrani za dhati kwa wote walioshiriki kufanikisha shughuli nzima ya mazishi, ikiwemo mama mwenye nyumba ambaye alitoa ushirikiano mkubwa toka tukio lilipotokea. Jeshi la polisi, viongozi wa serikali za mtaa wa Moivo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa na mtendaji wake, hospitali ya Mount Meru ambapo mwili wake ulihifadhiwa, na kwa kipekee kabisa wafanyakazi wenzake wote walisimamia hatua zote muhimu kushughulikia shughuli nzima ya mazishi, na wale wote walioshiriki kwa namna moja ama nyingine kufanikisha shughuli nzima ya mazishi ya mpendwa wetu Dominic. Mungu awabariki. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Natoa pole sana kwa ndugu jamaa na majirani, lakini tunashukuru Mungu watoto wanaendelea vizuri na wako chini ya uangalizi wetu.